wokovu au okoa, lakini kwa kifupi inaitwa Yawe. Maana yake ni Mungu wa Israeli. Yawe ni jina ile la Yesu, lina maana ya okoa au wokovu au Mungu wa Israeli. Tayari unaanza kuona asili ya jina la Yesu, lina karata ya uungu ndani yake. Jina hilo kazi yake ni kuokoa au kuleta wokovu kwa mwanadamu. Lakini kwenye kitenzi cha hilo jina kinaitwa Yasha. Yasha maana yake ni nusuru au komboa au okoa. Nusuru, komboa au okoa. Hicho ndicho kitenzi chake. Wakati Mungu analiandaa hili jina, alilivua kwenye asili yake mwenyewe. Maana yake ile mamlaka na ule uweza wa Mungu ambao nao aliamua kuwekeza kwenye jina la Yesu. Na ndio maana akasema hilo jina la Yesu likija duniani litawaokoa wanadamu na dhambi zao. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 1 na ule mstari wa 23, maandiko yanasema huyo atakayezaliwa ataitwa jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa wanadamu na dhambi zao. Kwa hiyo Mungu aliamua kuivua mamlaka yake na ile nguvu alionayo, akaachilia hiyo nguvu ndani ya jina la Yesu Kristo. Sema tena amen. Kwa hiyo jina la Yesu limebeba mamlaka na uweza wa Mungu mwenyewe, kwa sababu jina la Yesu ni asili ya Mungu mwenyewe. Kitabu kile cha Yohana sura ya 17 na ule mstari wa 6, Yohana 17 na ule mstari wa 6, Biblia takatifu inatuonyesha hapa tena kwamba jina la Yesu ni jina la nani. Maandiko yanasema jina lako nimewadhihirishia watu wale ulionipa katika ulimwengu, walikuwa wako ukanipa mimi, na neno lako wamelishika. Huyu ni Yesu anasema jina lako nimeshawadhihirishia wanadamu walioko hapa duniani. Kwa hiyo jina la Yesu ni jina la Mungu. Andika hiyo point. Jina la Yesu ni jina la Mungu mwenyewe. Tunapotaja Yesu tunamtaja Mungu. Mungu ni sifa ya uumbaji, lakini jina lake nani? Anaitwa Yesu. Hiyo ni kibiblia. Ndio maana nimekufanulia kutoka kwenye Kiebrania nikakuonyesha maana ya hilo jina Yesu. Kwa unapokuwa unataja jina la Yesu, uelewe kwamba unamtaja Mungu mwenyewe, kwa sababu Mungu aliamua kuvua mamlaka yake akaweka kwenye jina. Jina gani? Jina la Yesu. Na Yesu alipokuja duniani akiwa kwenye mfumo wa kibinadamu, alikuwa anajua kabisa kwamba hili jina halijanibeba mimi, hili jina limebeba uungu. Na ndio maana nawaambia watu, lile jina ambalo ulinipa nimewadhihirishia wanadamu, jina la nani? Jina lako Mungu. Kwa hiyo mtu yeyote leo akikuuliza Mungu wako anaitwa nani, usiseme anaitwa Mungu. Mungu ni sifa ya uumbaji, ila jina lake anaitwa Yesu. Yeye ndiye aliyeviumba vitu vyote kwenye dunia hii, mwenye jina hilo Yesu. Na kwa uwezo wake aliamua kumleta Yesu katika mfumo wa kimwili na akampa jina Yesu. Sema amen. Kwa hiyo ukitaka kujua jina la Mungu wako, uelewe kuanzia leo kwamba Mungu wako aliyekuumba wewe, aliyeziumba mbingu na nchi, anaitwa Yesu. Ule mwili wa Yesu kupe shida, kwa sababu hata wazazi wake walishindwa kumpa jina. Kwa ule mwili wake haubebi uungu, bali jina lake ndilo linalobeba uungu. Mwili wake ni wa kibinadamu, ila lile jina ndio limebeba uungu, kwa sababu jina ni asili ya Mungu. Kwa hiyo jina la Yesu ni pumzi ya Mungu mwenyewe. Jina la Yesu ni pumzi ya Mungu mwenyewe. Kitabu kile cha Wafilipi sura ile ya 2 na ule mstari wa 9 mpaka 11. Wafilipi 2:9 hadi 11. Maandiko yanasema, kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno nani? Huyo Yesu, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Kwa sababu hilo jina
lilikuwa limebeba mamlaka ya Mungu. Wakati Yesu akiwa duniani amejaa unyenyekevu na mfano wa kibinadamu, maandiko yanasema Mungu akamkirimia jina ambalo limepita majina yote duniani. Ninaelewa hata shetani ana jina lake. Hata watu wanapoenda kwa mganga wa kienyeji wana majina yao ya kuipa ile miungu. Hata watu ambao wana dini nyingine kinyume na Ukristo wana majina yao ya mitume yao. Lakini Biblia inasema hayo majina sio chochote, bali jina la Yesu limepita majina yote.